Yes, ni yangu matumaini mzima wa afya kuendelea kufuatilia matangazo haya mubashara kutoka hapa TOT Tabata jijini Dar es Salaam. Tunakutana katika Sports AM ili basi kuweza kuangazia masuala kadha wa kadha ambayo tumeweza kukuandalia, lakini pia katika segment mbalimbali tutakuwa hapa na gwiji, tutatazama habari mbalimbali zilizojitokeza, lakini pia tutapata uchambuzi kuhusiana na ligi mbalimbali ambazo unaweza kuzishuhudia kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV. Ni katika Sports AM tutakuwa sote mpaka itakapotimu saa 5 kamili asubuhi, hivyo basi na kusihi uweze kuwa nami hadi tamati. Mimi ni Akida Kilango, na leo katika gwiji tunaye ni kipa ambaye alidaka mechi mbili za Tanzania katika finali za AFCON na Tanzania tulipocheza mwaka 1980, finali ambazo zilifanyika pale Nigeria. Huyu si mwingine ni Juma Nassor Pondamali Mensa, wengi upenda kumuita hivyo Mensa. Karibu sana gwiji. Asante bwana, nashukuru sana leo kupata nafasi ya kuja katika kituo kikubwa kama hichi cha Azam. Naamini kabisa kwamba watu wote wanataka lazima wapate habari njema zilizopita kipindi kile na hasa katikati ya wenzetu na jinsi wanavyoendelea. Kwanza nikutakia heri ya mwaka mpya. Amina, nashukuru na wewe pia. Shukrani sana. Kwanza kabisa, ninyi mashujaa wa AFCON mliweza kuichezea Tanzania. Ni heshima kubwa sana hii, au mtazamo wako ni upi katika hilo? Heshima kubwa kwa sababu kwanza katika wachezaji wa Tanzania ukipiga mahesabu unaweza kufika hata 1000, unaweza kufika au unaweza kuzidi. Fikiria mpaka unapata chance unachaguliwa mpaka national team, unajua kabisa kwamba umefanya kazi kubwa sana. Na moja katika hiyo kazi kubwa ulofanya, unataka ukishachaguliwa ukafanye kweli uko unakokwenda. Kwa hivyo pale ukifanya vibaya hujisikii raha, kwa sababu hata wananchi kunakuwa umewaangusha. Kwa hivyo hata sisi tunasikia raha kuwakilisha nchi. Mensa alizaliwa mwaka 1957, finali za mwaka 80 ulikuwa na miaka 23. Ndiyo. Lakini mpaka sasa tunavyozungumza miaka takriban 45 imepita kutoka mlivyoshiriki katika finali zile Nigeria. Ndiyo. Ni matukio yapi makubwa ambayo unayakumbuka? Matukio mengi, kwa sababu mimi matukio tuseme katika nchi nyingi za kushiriki sote tu nimefanya vitu vikubwa, na mshukuru Mungu. So kuna mashindano yalikuwa yanaitwa kama challenge, yalikuwa nafanya mashindano ya Afrika Mashariki. Kuna nchi za Sudani nifanya kitu kikubwa, na medaka shooting kampa adui kapia nkadaka tena. Nishafanya vitu vyote, nifanya Malawi. Kuna kina Phil watu walimwambia kina ndo mchezaji mmoja hatari, basi niko na haiwezekani. Huyu ndo nani? Mimi ilikuwa kawaida yangu mtu akisifiwa basi mimi lazima nifanye vibweka. Lakini vibweka vile nilikuwa nauzi kaka zangu kama Rudi Tenga, sasa hivi kwa baadhi ya michezo kwa Robert Somkebesi alikuwa ndo kama fullback number 2. Akiwa wote walikuwa wakubwa kwangu mimi, bado kayanki wao wakubwa. Kwa hivyo walikuwa wananifokea mara kwa mara. Alafu nakumbuka kipindi kile kama una vituko huwezi kushaini. Moja ya kushaini Afrika Mashariki na Kati, kulikuwa na makipa wanashindana katika kudaka. Kuna kipa anaitwa Mahmoud Abbas wa Kenya. Huyo alikuwa anaitwa Kenya 1. Huyo alikuwa na mbwembwe kuliko mimi mwenyewe, kwa sababu sipati kitu. Sasa kuna Mustafa Nagal acha yule kwa center forward, kwa anachenga afu na vituko. Ilikuwa Sudani hiyo. Hiyo Sudani. Lakini anaye goalkeeper wake bona anaitwa nini, Mamidi Blema. Huyo Blema anapiga shuti anakamata kwa mkono mmoja. Sasa mimi naona vituko, wale kule mbona na vituko, mimi nitafanya nini na mimi? Nagal inaelekea ni mtu ambaye unamhusudu sana, kwa ajili mara nyingi umekuwa kimtaja. Huyo nani? Nagal sana. Kwa sababu kwanza fundi. Sio alikuwa watu wasiwasi kama vile ukisema Tanzania kuna mtu anaitwa Sande Manara. Hakuna mchezaji yote hata sasa hivi wanaocheza wanamsifia namba 10 wa Yanga. Sasa hajamfikia Sande. Sande anaweza kuongopa huko na huko afaka uchimba mpira akaruka nao katikati ya defender wawili. Kwa wale kwa fundi pamoja, sasa hivi kashakuwa mtu mzima sana. Sasa mtu akiwa mzuri, unajua kila mmoja anavutika kutaka kumjua. Mfano hata ukichukulia mimi la Mensa. Robert Mensa alikuwa ndio keeper top katika Afrika nzima. Sasa kila mtu anaona la amuona akidaka. Na Yanga walishindana mara 3 walishindwa kumfunga mashindano ya Afrika. Kwa hivyo kwa story nzuri. Miaka 45 imepita, lakini si vibaya ukatukumbusha wakati ninyi mnakwenda kushiriki katika AFCON, makocha walikuwa wanasimamia benchi la ufundi walikuwa ni kina nani? Kwanza katika mashindano yale kabla tujaanza kuingia tulikuwa na makocha wa Tanzania, alikuwa anaitwa Joy Bendela.
Joe Bendela alikuwa kama sasa, baadaye akaja kwa assistant coach kwa sababu alikuja Vokum Poland. Huyo Poland ndio alikuja akatusaidia kwa tukazidi kupanda mpaka tukapata chance ya kwenda ku qualify ya mashindano. Kwa kweli kipindi kile kwa tunabadilishana. Makipa wenzangu wa Tanzania kwanza tayari walikuwa wao tayari wana record nzuri. Mfano kuna kipa alikuwa anaitwa Omar Maazi bin Jabir, alikuwa kipa wa Simba. Alichaguliwa tu yeye, Omar Maazi na Dirunga walikuwa katika combine ya Afrika. Kwa sababu kuchaguliwa kwanza combine ya Afrika, bonge la CV. Lakini mambo sasa, yeye ndio alifikisha Simba nusu finali, Miala Al-Kubra. Waarabu walishambulia wanavyojua, alikuwa afungiki. Paka wakafikiri bwana usiwe na uchawi sio vitu gani, watafuta gloves zile wanachana sio, wanazikojolea sio na rusha kwa nje sio, wanafanya fujo na mradi tu washinde. Lakini Simba alikuwa afungiki, kwa rais kipa alikuwa jasiri sana. Sasa fikiri wale wote walikuwa kwangu wakubwa na wana record. Mimi record yangu nimekuja kuiweka baada tu hii kuja kucheza mchezo hii Africa Cup of Nation. Na unakumbuka ulicheza michezo mingapi? Pale nimecheza michezo miwili. Kwa sababu mchezo wa kwanza ile dakika Osmani Mambo sasa tucheza na Nigeria, tulifungwa goli 3-1. Mechi ya pili kwa na Misri nikadaka mimi, nimepangwa na mwalimu kufungwa 2-1. Tena bahati mbaya moja, beki wangu namba 3 alikuwa Amasha karudisha pasi lakini ikawa fupi, watu waka intercept ndio wakafunga, lakini ilikuwa sio kwa movement yao wenyewe. Lakini basi tukatusha fungwa 2-1. La mwisho tena ikabidi nikapewa tena mimi nikadaka, na mechi hiyo namshukuru Mungu, hiyo ndio ilikuwa man of the match. Kwa sababu nikisema man of the match, hiyo ndio ilimconfuse mpaka referee alifikiri pila goli anasema weka mpira kati, mimi mpira kwenye mapaja. Wenzetu wanashambulia kupitia engo, wanapiga cross kwenda kushoto, shoto anapiga ndefu juu kwa juu kuja kulia na seti katikati. Wanakuja pia bunduki ile, mimi nakuja na kamata kamata vile nimeteving katia kwenye mapaja ya miguu, nikawa nimeshika kichwa. Ndio mechi ilikuwa ya usiku, lakini target yangu sio kama kumconfuse referee. Nimefurahia kuupata. Timu ya Ivory Coast na wachezaji 35 wanacheza mpira kulipo Ulaya. Si hatuna hata mmoja. Tuna watoto wakipita Tino, Mohamed Salim, si wote tunajua tutenga, wote tuko pale nini? Hapa Tanzania. Hiyo ilikuwa ndo sare ya 1-1. Hiyo ndo sare 1-1. Hiyo mimi ndo nimemconfuse mpaka referee kwa sababu watu washambulia hivi, wakabisha ngambo hii, tiakati wanaunga, nimekikamata katika mapaja, shika kichwa. Yule referee akafikiri goli, mbona nimeshika kichwa? Hasa weka kati. Mimi natoa mpira kwenye mapaja, naonyesha washabiki wanashangilia. Akanipa yellow card. Sababu unajua wamefanya bakuli confuse. Sasa mpe yellow card nikamwambia na referee, hii kupata mpira kama unachekelea, sababu watu wote nao hawa giant. Lakini basi game ile ilikwisha 1-1 na mimi mechi ile nitengezea sifa kidogo. Goli ambalo lilifungwa katika mazingira yapi? Goli lilifungwa katika movement kama kawaida, kama hiyo. Watu wafanya interchange zao, ukatoka kaingia, kaweka mpira mtu umepiga, sasa ukamgonga mtu kwenye mguu, ukaenda upande wa kulia, mimi nimeenda kushoto. Kwa sasa ikawa umechange direction ule mpira. Katika umetaja hapo kwamba mechi ya kwanza lidaka Mambo sasa, ndio baadaye ukaja ukadaka wewe. Ni makipa wangapi unakumbuka mlienda katika finali hizo? Makipa tukaenda kule, makipa tulikuwa watatu. Kwa sababu unajua kwanza camp yetu ilitoka hapo tukaenda kwa Mexico afu tukaenda katika mashindano kule. Kipa alikuwa tuko naye katika mashindano ya mwanzo kabisa katika ile mchujo, alikuwa Maazi, aliumia. Kwa hivyo kule mashindano yale kule hakuja. Akaitwa kipa mmoja anaitwa Idi Paz ndio akaja kwa kama kipa kule tena kusaidia namba 3. Sasa yale mashindano yalipotokea, hata ile mechi ile ilikuwa imefuatia ile, ilibidi Paz ndio adake. Paz akakataa. Na mimi wakaniambia ni laki, na mimi nikakataa. Sasa Mambo sasa akasema huko tukuje kufanya shopping, kila mtu acheze. Kwa hivyo mimi sidaki tena. Na hiyo ilikuja kutustua mechi Ivory Coast kabla ya kukutana na sisi, wakutana na Nigeria. Wakutana na Nigeria kutoka draw 1-1. Ule mpira uliopigwa ulikuwa sawa kitoto. Sasa pale kila kipa alijua kama mtu ka draw na ile na Nigeria sasa tupiga 3. Wanaanza kutupiga segezi kwa nyingi. Lakini Adolf Richard alikuwa na assistant kama captain, akanifuata. Kaniambia pale saa 4 unakiwa kikao kile, uombe udako unakataa. Wewe bado kijana mdogo. Kama kipa mdogo namna hii, cheza, tafuta mechi nyingi ndio utajulikana. Nachokuomba kitu kimoja, daka ukiona unaweza goli 2, jivunje. Lakini usiwe unakataa. Wewe ni kwa nini sasa ulikuwa umetengeneza mazingira ya kukataa kudaka wewe pamoja na Idi Paz? Kwa sababu sikila kipa kisha daka. Mambo sasa kaanza. Nachapinga pia mimi nimecheza. Cha 3 za daka Idi Paz. Kwa sababu siko makipa 3. Sasa kwa nini anakataa huyu namba 3 adake?
kwa nini asicheze? Sasa mimi nikasema acheze ule. Pale kikao kilivunjika bila kujua kipa gani atadaka. Lakini kwa kikao kiko saa 4 pre-match meeting. Alafu tulipokwenda kula chakula mchana, kwa sababu nishaambiwa hivyo nikamkubalia yule Adolf, kwa sababu tuko club wote pamoja, Pan Africa wote na wote tuko national team, na yeye alikuwa ameteuliwa kama assistant ya captain. Basi nikamkubalia, akaenda kumwambia coach, bwana goalkeeper amekubali pona male ataendelea. Akaenda niambia ukiona umefungwa la kwanza, la pili ivunje. Lakini mpaka nakuja kutokea ile ngoma na nafungwa moja, bado sijakata tamaa. Sio aliniambia mpaka nifungwe mawili au matatu. Hasa yaingii. Sasa nikaanza kujiamini, nikamwaga na mbwembwe nyingi, na mechi ndio nilikuwa man of the match, kwa sababu kuliko hata mechi yangu ile ya Misri. Kwa sababu gani? Ndio lomconfuse ile Fadia kafiki goli sio goli. Nilifanya mbwembwe nyingi sana. Na mpaka mechi imekwisha nikapata marafiki wengi. Bwana where's goalkeeper, where's goalkeeper. Kwa hiyo nikaona kama nifanya kitu kikubwa na mechi ilikuwa sio ya kwangu. Kwa hiyo nilishukuru kitu kile. Unazungumzia mambo mengi ambayo uliyafanya. Moja ya kituko kikubwa ama mbwembe ambao ulikuwa unapenda kuifanya ni ile ya kumrushia mpira mshambuliaji wa timu pinzani ili aje kukushambulia. Ndio. Mbali na hilo la kuweka mpira katikati ya mapaja, kuna tukio gani lingine ambalo ulilifanya katika mchezo huu au katika finali zile ambalo unalikumbuka mpaka sasa? Ile pale katika finali zile sikufanya vituko vingi, lakini tu kwa mechi zangu zile nyingi nilishawahi kucheza nifanya vituko vingi, kwa sababu hata tulienda camp Brazil mwaka 79 kule tumeambiwa kuna timu ya Uganda ilikwenda pale kwa ishapigwa goli 9, wakasema yeye timu inatoka East Africa wao kucheza timu zao kwa the Fluminense sisi Botafogo nyinyi sio kama mtaziweza, na tuliambiwa kucheza zile. Ilikuwa sasa tuko camp ya kujiandaa ya klabu kwa kujiandaa tunacheza na timu moja ya Vita Club ilikuwa timu moja strong na wachezaji wengi sana wameshacheza mpaka World Cup. Sisi meneja wetu akaona timu bora tulipeleke camp Brazil. Kwa hivyo kule tukashukuru, tukaambia tufungwa goli nyingi, lakini tulifungwa mechi ya kwanza nikafungwa goli 3-1 na watu wa wenzetu walipigwa kama 9. Mechi ya pili nikafungwa 2-1, afu kuna moja ingine kufungwa 1-0. Kwa hivyo mpaka kuna klabu ilinitaka, wakaniambia kwamba huyu goalkeeper abaki, akaambiwa huyu kwa national team hii 79 tutakwenda kule kumalizia mechi zetu, wala sasa ndio nataka tujue kama tutaqualify au tuqualify. Kwa hivyo tuwezi kumwacha, lakini kwa nimeshapata bahati mpaka na timu ilikuwa imenipenda. Sasa ile kwa hiyo moja nilikuwa naona raha, unafanya vituko lakini mechi inakuwa kali, lakini sasa ukija kufanya vizuri basi unajisikia raha. Katika finali hizo za AFCON ulikuwa ni goalkeeper ambaye anafurahi pale mnaposhambuliwa sana. Mimi nilikuwa siogopi kushambuliwa, na ndio maana hata kuchukua watu wapenzi wengi hapa Tanzania washao na vituko hivyo. Mimi hata mechi nyingi tu watu wanacheza hapa za ligi za hapa Tanzania nilikuwa lazima nifanye mbwembwe, nilikuwa siwezi mimi kukaa golini nimetulia hivi. Kwa hiyo ulikuwa unafurahia pale mnaponyang'anywa mpira na mashambulizi kuletwa katika goli lako? Mpaka washabiki wakaniambia sasa tunakata tiketi kuja kukuona wewe. Timu nzima inacheza, wewe kama ufanye mbwembwe sisi hatusikii la. Sasa na mimi nilikuwa nataka kufungua kitabu, lakini unajua kitabu nakifungua vipi? Unategemea adui na kupiga shuti hivi. Kipia bunduki hapa ikiniwinda mimi zangaje kama nikipiga na mkono vikawa inazunguka. Akija adui mbia anakuja mbia rafiki sio umenitoka. Mimi nashika mkono afu namshika kichwa. Sasa kwa sababu anakuja speed sana anabidi akunje sura yake, mimi nacheka. Naona na watu jua wanacheka. Lakini ndio kama umenitoka ile mpira. Sasa kujiambia atakaa afunge. Nachukua kwa mkono kushoto, mkono kulia namshika kichwa chake. Kwa hiyo ilikuwa inafurahisha kidogo kwa washabiki. Kwa hiyo kwa mujibu wa maelezo ambayo umetoa hapa ni kwamba goalkeeper mwenzenu huyu Idi Pazia kupata kabisa nafasi ya kudaka mchezo hata mmoja. Ndio mchezo mmoja ndio ulikuwa wa mwisho huo. Ilikuwa inaonyesha umari wake, alikuwa sio kipa mbaya. Alikuwa kipa mzuri, na hata hapa Tanzania baadaye alichaguliwa akaenda alinunuliwa Sudan. Akawa wakati alikuwa anaelekea Simba vile vile. Simba alikuwa na bahati sana kupata makipa wazuri. Mambo sasa fikiria Maazi na Idi Pazi wote kwa klabu ile moja. Kwa hivyo tunajua kutoka kwamba mimi nachaguliwa national team natokea Pan Africa. Kwa hivyo ilikuwa sasa sisi katika Pan kwa tuna bahati. Tuko tuna wachezaji wengi sana national team zaidi ya 6. Kwa sababu kuna huyu anaitwa Ngulungu, Jela Mtagwa, hao ndio madefender, Lodiga Tenga, wote kwa national team. Na Adolf Richard wote tuko national team na mimi goalkeeper wao. Kwa hivyo timu yetu ile ilikuwa ni timu ilianzishwa lakini kwa migogoro. Yanga ilibomoka ndio ikaanzishwa Pan. Pan ikachukua wachezaji labda zaidi ya 20 kutoka timu ile ya Yanga. Kwa hivyo walikuwa wanalinga wanacheza mapro wengi wako kwenye klabu ya Pan. Ni fahari kiasi gani kwamba wewe ulikuwa ni golikipa wa pili katika historia ya Tanzania kuweza kudaka katika finali za AFCON? Kwamba wa kwanza alikuwa Mambo Sasa, wa pili wewe. Tutakuja pia kutazama na kizazi kingine ambacho
kimekuja kina Aishi Manula, kina Zuberi Foba na wengine? Kwanza mimi kwa upande wangu nilishukuru sana kwa kupata nafasi hiyo cha national team, kwa sababu wakati unajua unavyocheza ligi watu ndio wanakuona wewe mwenyewe, hata ujioni, na wao ndio watu wanakudiscuss wakati wewe mwenyewe hujui. Captain alijua kuniambia makala ya kuchaguliwa yeye national team kabla yangu mimi, ambapo na season inakuja wote itaitwa national team. Kweli ifika ile season ilifika ile kuitwa national team nikaona la. Lakini tukiangalia basi nyingine, mfano labda kama au labda sangine tunachukulia kama makipa wa sasa hivi kina Manula mpaka kina Foba. Manula alicheza kwa ujasiri mkubwa sana naye katika wakati wa national team, kwa sababu hata yeye alipata game moja alikuwa na clean sheet, hajafungwa kabisa dhidi ya DRC. Sasa ile ilikuwa bonge CV sana kwake na hata kwa nchi yake ya Tanzania. Lakini kama mimi labda singine kama zote nilifungwa 2-1 nikafungwa na ile ya 1-1. Kwa hivyo sasa Manuel alikuwa akatengeneza kidogo CV nzuri zaidi. Kwa hivyo ni jambo jema kwa upande wa Manula na Tanzania, na mimi jambo jema kwa kipindi changu kile tulikuwa tumeanza kwa kipindi chetu tufanye vizuri, kwa sababu ndio first time ndio miaka 57 tangu anaanza mashindano hayo kwa 1980 au 80 mnakuja kwamba mnafungwa idadi hiyo goli 3-2 afu tunatokea 1-1, maana tulikuwa tunashusha ile idadi ya magoli. Ina maana kama ingekuwa kama kuna mechi 5 basi kuna mechi nyingine basi nyingine tungeweza hata kushinda. Ingelekea kwenye 0-0 kwenye suluhu zetu, baadaye mngekuja walau kwenye kushinda. Ilikuwa kwenda vizuri. Kwa hiyo ukiambiwa tathmini ama unazungumziaje finali zile za mwaka 80 kabla sijaelekea katika maswali mengine, unazitazama vipi? Mashindano yale kwa sababu labda tunasema katika underdog tulikuwa sisi Tanzania, kusema underdog kwa sababu tulikuwa tuna sisi pro yote kutoka nje. Lakini angalia Misri wachezaji kutoka nje. Unajua Tanzania tumechelewa ile kupata wachezaji wa kulipwa, na tulichelewa kuwapeleka wachezaji nje. Na zamani ulikuwa mfumo mmoja, hairuhusiwi mtu yote kutoka hapo kwenda nje mpaka ukubaliwe na serikali. Tulikuwa tunatoroka. Watu mpaka wanapenya kwa njia za panya, watu mpaka Kenya huko. Njia za panya kutoka Kenya kusudi uende nje. Wengi wameenda nje wengine, lakini walitoroka. Sasa tulikuwa tunakosa wachezaji wa kulipwa. Kwa muda wetu kwa mchache sana wa kupata nafasi. Naam, baadaye tukaja kucheza finali za 2019. Ilikuwa ni mara yetu ya pili. Ulizifuatilia finali hizi ambazo zilikuwa zinaendelea kule Misri? Nilizifuatilia kwa sababu zile za 2019 ndio tumekuwa yani group na ilikuwa very gumu, kwa sababu kucheza na Senegal, Kenya na Algeria, bwana, hii ilikuwa moto mkubwa sana kwa Tanzania. Kwa hiyo kutoka kwa Tanzania kama kila mechi tunaona tunaonewa, yale magrupu tunaonekana yanakuwa yako moto, lakini huyu kwa Senegal watufunga 2-1, Kenya watupiga 3-2, Algeria watupiga 3. Kwa hivyo tunakuta kwamba tunakuwa kila kitu tunavyocheza lazima tunakutana na wenzetu wanakuwa wako vizuri zaidi, na kitu kilikuwa kinatuangusha sisi wachezaji wa kigeni, tunakuwa wachezaji wa Tanzania wanacheza professional tunakuwa hatuna. Unaona kama sasa hivi ya kwetu tunao ma professional mle ndani, lakini hawachezi Ujerumani, bwana, hawachezi labda Ufaransa, hawachezi Spain. Kwa hiyo unakuta kwamba sisi tunachelewa, ila tunaanza kuendelea sasa, kwa sababu wao wanakuwa hata walikuwa wanacheza hizo ligi daraja ya pili au daraja ya kwanza katika hizo nchi zinazoendelea, improvement yake inaanza kuonekana. Kwa hivyo nasema labda katika hiyo tunaweza tukafungwa nayo kama hivyo hiyo mechi ya 2019, lakini kwa tunazidi kuvuta hatua moja baada ya nyingine. Tulitoka kwenye kufungwa 3-0 na Algeria, tukaja 2-0, baadaye tukaja 3-2 dhidi ya Kenya. 2023 tulitoka sare 2, 1-1 na Zambia, na baadaye suluhu na DRC, lakini tulikuja kufungwa na Morocco mabao 3-0, Morocco ambao tunacheza nao usiku wa leo. Ndio Sijajua ni kipi ambacho waweza kukingamua katika mwendelezo huu ambao kwa matokeo tumekuwa tukiyapata. Katika kitu kikubwa sisi naona kama tuna advance. Nikisema tuna advance manake kama tunakwenda hatua mbele tofauti tulikotoka, tunakwenda hatua 2 mbele, kwa sababu nikisema hivyo unakuta kwamba haya mataifa tunacheza nayo wenzetu wote wana mapro. Maki sio betuacha, hata Zambia nao wana mapro wengi tu wanaacha mpira nje. Sisi ndio hivi sasa hivi ndio wanaanza kama kujitokeza
na yote kwa sababu tulichelewa. Sasa utakuja kukuta kwamba mfano kama Morocco hiyo hata mwanzo tulikutana naye hapa Ivory Coast na vivyo akatufunga tena goli kama 3 hivi. Sasa utakuja kukuta kwamba sisi hao tukikutana nao, wao wanachokuwa wametuzidi sema Morocco, wana watoto wao wamezaliwa huko Ulaya na kule wakaanza kujifunza mpira huko Ulaya. Kwa hivyo kwa kucheza kule wanakuwa tayari washapata basic of football, ile misingi ya mpira. Sisi ndio hapa hatuna basic. Kwa sababu gani? Sisi hapa hatuna academy. Academy mwendelezo wake mkubwa sana. Lazima muwe na kituo, shule humo ndani, hospitali ya kutibu humo ndani, kula humo ndani na kulala hapo hapo. Sisi hatujapata vituo hivyo hapa kwetu Tanzania. Hatuja kutoka kwamba wachezaji wa Tanzania wajitahidi tu wanapokuja wa makocha kigeni na wa makocha wa hapa ndani kwa idea zile ndogo ndogo kuendelea. Kwa hivyo tunakuta kwamba hata tukija kucheza na mataifa kama Morocco mara kwa mara tunakwenda kujitahidi pale kupunguza idadi ya magoli kufungwa, lakini idadi ya kufunga inakuwa ndogo kwa sababu moja, kwamba wao wanakuwa na wachezaji wengi sana wanacheza mpaka World Cup. Sisi bado kufikia timu yetu ya taifa mpaka World Cup hatujafika hata mwaka mmoja. Ndio tunataka tujitahidi tufike kule, lakini haitakiwi kwamba tusikate tamaa. Sisi wenyewe wachezaji zamani lazima wenzetu tuwape moyo, tuwape support kuhakikisha kwamba hakuna timu haifungiki duniani. Na hili la academy hizi sasa hivi tunaona Fountain Gate, Jafet Makau, rais wa shule zile, tayari naona wao wana hili ambalo unalisema kwamba watoto wanatoka darasani wanaenda kucheza mpira. Ina maana kwamba tayari kuna hatua tumeweza kuipiga. Tumemzungumzia hapa Aishi Manula ambaye ni zao la Academy ya Azam FC, ikiwa yeye na historia ya kuweza kucheza katika mchezo mmoja bila kuruhusu goli. Tayari ni mafanikio haya tunayaendea. Katika fainali za hivi sasa tumeanza kwa kupoteza mabao 2-1 dhidi ya Nigeria, lakini baadaye tumekuja kutoka sare 2-1 dhidi ya Uganda na mchezo mwingine pia tukaja kucheza dhidi ya Tunisia. Ndiyo. na kutoshana nao nguvu na hatimaye kuweza kupiga hatua kuweza kufika hatua ya 16 bora. Ndiyo. Hili limekupa faraja kiasi gani? Hii imenipa faraja kubwa kwa sababu moja, sisi katika enzi zetu tunacheza, unajua kwamba ilikuwa tu timu zilikuwa chache. Kulikuwa na timu 8 4 baadaye, kwa hivyo ilikuwa kama tu tunaingia katika robo moja kwa moja kutafuta nusu na fainali. Lakini sasa hivi kundi lao wenzetu ili kubwa, idadi timu 16 ni nyingi sana. Sasa kwa hivyo kwamba kupata nafasi tamle kwamba kama walikuwa katika group letu tulikuwa kwamba tumeshaharibu, lakini wanasema bwana tutafuta best loser. Best loser imetupa advantage kwa chances hizo za game 2 kudraw, imetuingiza kwamba tunacheza na mwenyeji Morocco. Sasa pale mwenyeji Morocco ndo kidogo kama wametuvunja nguvu kidogo. Mbona sasa best loser ziko nyingi, mbona tena unatuwekea tena huyu? Lakini ndo game, tusikate tamaa, tupene moyo. Wachezaji wale kuna wakati tunaongea nao saa nyingine kwa njia za mitandao hizi, tunawapa moyo, bwana pambaneni, hakuna mtu asofungwa duniani. Kwa hata hao pamoja wako kwao na wanao wachezaji sijui mapro wengi, lakini mkijitahidi inawezekana. Ukisha kuwa umeamua uwe mwanajeshi, na mwanajeshi unajua kabisa kuna do or die, kuna kufa au kupona. Hasa na nyinyi mmeamua, mmeingia katika mashindano, kwa mmeshaamua kwamba kwa yoyote tutokea lazima tutakutana naye. Pambaneni naye, msimuogope, na lolote linaweza likatokea. Mpira ni mpira tu, pamoja wenzetu hata kama unajiona kwa level ya juu, lakini tutakwenda kucheza pale, unasema kabisa lazima kama mheshimiwa rais wetu wa nchi hii anakupeni moyo na wananchi wa hapa na chama cha mpira kupeni moyo, basi ninyi pambaneni, hakikisheni kwamba mpaka mpira uishe ndio mjue kwamba mlichovuna nini. Kwa hivyo tunawapa moyo kwa njia hiyo. Kwa kuwa wewe ni goalkeeper wa zamani, si vibaya tukazungumzia eneo la goalkeeping. Tunamwona Zuberi Foba yuko pale, Masalanga yuko pale. Una mtazamo wako ni upi kuhusiana na eneo hilo? Kwanza mimi hapa nasema labda kwa na Mwadimaya, msema kwanza kwa mayanki wadogo kama mpaka kumwadimaya mtu inakuwa bahati nasibu sana, kwa sababu mimi naamini talent ile nayo mimi yeye alikuwa hajaifikia. Nilikuwa nataka paka shuti mkono mmoja kumpa adui, yeye hajawahi kufanya hicho kitu. Nishamuona Foba watanadaka Yanga
na timu ya Azam walikuwa katika kombe la FA Tanga, alicheza kwa wasiwasi ovyo, akawa anafungwa ovyo kweli. Lakini kwa sasa hivi baada ya kuja huyu kocha huyu wa Kongo Ibenge jana kocha wake wa makipa, na wanaye kocha mwingine tu Fofana, goalkeeper moja tu Isa Fofana. Fikia Fofana ndio kipa alikuwa anamtegemea international. Wanaishi Manula. Naishi Manula. Foba akaweza kuwasimamisha na akaanza kusimama yeye. Nimpa kwamba bwana good player, kwamba nampa good advantage kwa yeye, na mimi Tanzania itatangaza vizuri sana kwa maisha ya mbele. Nikisema hivyo kwa sababu gani? Kwamba hizi game alocheza hizi hajacheza vibaya. Amecheza katika kiwango kimoja kizuri tu, na kama vile ataendelea vile atakuja kuwa kipa moja mzuri sana taifa la baadaye la Tanzania. Tutamtegemea. Kwa hivyo mimi Foba kwamba amenifurahisha sana. Masalanga yeye kanifanya kitu kimoja kipya na kwa sijakiona hicho. Makipa wote wanacheza michezo ile AFCON hawajafanya. Kwamba anacheza vizuri, apanga timu yake vizuri, na alikuwa akipata mpira anakamata haraka, anarusha kwa mkono unapita center ya uwanja. Sasa nikasema huyu jamaa anafanya mazoezi ya gym nini? Anyanyua vyuma. Bwana ana nguvu sana za kurusha. Mwili wake ufanani na mpira anavyorusha. Kwa hivyo baada naye ame-advance kidogo kwa kuonyesha kwamba ana kitu kipya, kwamba watu wote katika ile mashindano yale hajafanya. Mimi amenivutia hata kwa hilo nalo. Kwa sekunde chache kwa kuhitimisha, kuna lipi ambalo ungependa kulizungumza kuelekea katika mchezo dhidi ya Morocco ambao tutaucheza hii leo? Mimi ninachotaka kusema tu labda kwa Tanzania wengi tuiombe dua nchi yetu, kwamba nikisema tuiombe dua maana yangu moja, tusikate tamaa kwa kumjua kwamba tunacheza naye eti ni mkali. Hapana, football it is a football. Sometimes inaweza kutokea lolote, zakatokea, anything can happen, wazungu wanasema. Kwa hiyo na sisi pale kiweza katokea chochote kile, tusikate tamaa. Naam, shukrani sana. Huyo ni Juma Pondamali Mensa, tulikuwa naye hapa katika Gwiji. Ameweza kutupitisha katika mengi na kile ambacho waliweza kuki-experience waliposhiriki kwa mara ya kwanza katika fainali za AFCON 1980 zilizofanyika pale Nigeria. Mimi ni Akida Kilango, tupate mapumziko mafupi, tutakaporejea bado yapo mengi ya kuyafahamu hapa katika Sports AM.